Iran inasema kwamba Marekani imekataa mbinu ya mazungumzo inayofanywa na Marekani inayotenga ukweli wa kidiplomasia na mpango ambao unajikita katika mbinu ya Marekani ya kutaka kutumia nguvu. Marekani katika mazungumzo inatumia nguvu kubwa. Marekani inataka kulazimisha kile ambacho inakitaka, kwa maana inataka kulazimisha maslahi yake na maslahi ya Israel, jambo ambalo linakiuka maslahi ya Wairan. Hili halikubaliki. Wairan wanasema Marekani imetoa matakwa yasiyokubalika wakati wa mazungumzo na Iran baada ya kushindwa kuishinda nchi hiyo kijeshi. Ali Bagheri, naibu katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, ameliambia shirika la habari la RT. Bagher ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2024 alizungumza na RT mjini Moscow, ambapo alihudhuria mkutano wa usalama na kukutana na naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi George Borisenko. Mwanadiplomasia huyo alidai kwamba matakwa ya kupita kiasi yaliyotolewa na Marekani yanaonyesha kwamba maafisa huko Washington wamejitenga na ukweli. Iran ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz kutoka katika nchi ambazo si rafiki katika kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel, na tangu wakati huo imesisitiza juu ya haki yake kudhibiti traffic na kukusanya ushuru. Bagher alisema mzozo huo ulionyesha kuwa hadhi ya mlango huo ni muhimu kwa usalama wa Iran. Iran kama nchi nyingine huru inaamini katika amani kupitia mazungumzo na mazungumzo. Marekani haiamini katika amani kupitia diplomasia. Inaamini katika amani kupitia nguvu, uchokozi na unyama, anasema. Bagher alisema hakuna tatizo katika uhusiano kati ya Iran na mataifa ya Ghuba, akilaumu Marekani kwa mivutano ya kikanda. Alidai kuwa uwepo wa kijeshi wa Marekani na Israel ulikuwa kikwazo kwa amani katika eneo hilo. Iran ilirusha ndege zisizokuwa na rubani na makombora katika majimbo ya Ghuba katika nchi za Ghuba zilizokuwa zikihifadhi kambi za Marekani wakati wa mzozo huo, ikisema kuwa mashambulizi hayo yalifanywa kwa kujilinda. Ingawa maafisa wa Marekani walionyesha wiki hii kwamba pande hizo zinakaribia kufikia makubaliano ya awali, hakuna dalili kwamba Washington au Teheran iko tayari kuwafiki juu ya suala hilo. Nchi zote mbili zimeshutumu kila mmoja kwa kuweka masharti yasiyokubalika. Hata hivyo, miongoni mwa masharti ambayo yanatajwa na Wamarekani ni pamoja na kutaka uranium iliyorutubishwa nchini Iran kupelekwa nchini Marekani au kuharibiwa popote mbele ya macho ya Wairani wenyewe. Lakini jambo hili kimsingi limekataliwa na Wairan. Wairan wanasema uranium yao iliyorutubishwa haiwezi kupelekwa popote na kwamba wao ndio wenye mamlaka juu ya uranium yao iliyorutubishwa. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump akizungumza katika baraza lake la mawaziri mnamo siku ya Jumatano alisema kwamba sasa hakubaliani na mpango wowote wa uranium kusalia nchini Iran au kupelekwa nchini Urusi ama kupelekwa nchini China. Ni mambo ambayo rais wa Marekani Bwana Donald Trump hakubaliani nayo, jambo ambalo pia wa Iran wenyewe pia hawakubali kabisa kuondolewa kwa uranium yao iliyorutubishwa, kama ambavyo alieleza kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kwamba uranium iliyorutubishwa nchini humo itasalia hapo hapo na kwamba haiwezi kupelekwa katika taifa jingine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.